Naam, tukiachana taarifa yake Sheila Cherang'at, kwingineko ni kwamba utawala wa Rais William Ruto umetimiza miaka 2.5 madarakani, kipindi ambacho kina mafanikio makubwa na changamoto si haba zinazoendelea kushuhudiwa. Ripoti ya matokeo ya Ruto inayotathmini utendakazi wa serikali katika sekta muhimu inaonyesha mafanikio na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Agwongo, baadhi ya Wakenya bado wanaamini kuwa nchi inaelekea pabaya baada ya kuongezwa kwa ushuru na gharama ya juu ya maisha ikilinganishwa na miaka 2 iliyopita. Anakuwa amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Septemba 13 mwaka 2022 itasalia kuwa kumbukumbu ya kitaifa wakati naibu rais William Ruto aliapishwa kuwa rais wa 5 uwanjani Kasarani, Nairobi, na hivyo kuwatia matumaini wa Kenya kupata uongozi bora ikilinganishwa na serikali za awali. Chini ya ajenda ya mabadiliko ya kiuchumi ya bottom up ambayo iliangazia nguzo 5 kuu ikiwa ni pamoja na kilimo, uchumi wa biashara ndogo na zakati, nyumba za bei nafuu, huduma za afya kwa wote na barabara kuu ya kidijitali na uchumi wa ubunifu, Rais William Ruto aliahidi uongozi wa kuleta mabadiliko baada ya kushinda urais wa mwaka 2022. Because of this realization, I have no hesitation in accelerating the transfer of outstanding functions to counties together with the attendant resources. Ingawa Wakenya wengi waliweka kipaumbele ahadi ya kupunguza gharama ya juu ya maisha, sekta hizo 5 muhimu ziliangaziwa ili kuboresha uchumi wa taifa uliodorora kwa muda mrefu. This is data. Kwa mujibu wa naibu msemaji wa serikali Mwanaisha Chizuga, kiongozi wa taifa aliyapa mageuzi ya kilimo kipaumbele ili kupunguza gharama kubwa za pembejeo za uzalishaji wa mazao ya chakula ambazo ni chanzo kikubwa cha mazao duni na bei kubwa ya chakula nchini. Huyo alikuwa analima ekari 1, sasa anaweza kulima zaidi ya ekari 2-3, naweza kupata manufaa ya kilimo chake. Kutokana na mbolea na pembejeo zingine katika sekta ya kilimo, bei ya kahawa naona imekuwa bora zaidi. Kutokana na hayo vile vile katika sekta ya kilimo, miwa, ukulima wa miwa. Ni juzi tu wakulima kutoka Mumias waliweza kupata fedha kwa mara ya kwanza. Ameperform below average. Kwa mfano, lile jambo la pekee ambalo ameweza kulifanya ni upande ya agriculture. Amejaribu kusubsidize fertilizer, lakini sekta zingine zikiwemo mambo ya afya, kutoa NHIF kuleta SHA imeleta shida. Ripoti ya katikati ya muhula inaangazia kuwa ruzuku ya mbolea imepunguza gharama ya uzalishaji na ongezeko la 39% la uzalishaji wa mahindi kutoka magunia milioni 61.7 ya kilo 50 mwaka 2022 hadi milioni 85.7 ya kilo 50 mwaka 2025. Kwa mujibu wa afisi ya rais, sekta za mifugo na maziwa zilirekodi ukuaji, huku uzalishaji wa maziwa ukiongezeka hadi 13% na mauzo ya maziwa kupanda kwa 92%. Kiasi cha mauzo ya nyama kiliongezeka kwa 29% mwaka 2025. Serikali ya Kenya Kwanza inasema mabadiliko kutoka bima ya kitaifa ya afya NHIF hadi hazina ya bima ya afya SHIF ililenga kushughulikia utovu wa NHIF na kupanua ufikiaji wa huduma za afya chini ya huduma ya afya kwa wote UHC. So katika bima hii ya SHA na Taifa Care, hasa tatizo lile halipo tena. Bora umejiandikisha na uko mgonjwa ama ndugu yako, familia yako wanaugua maradhi yale na mengine mengi, moja kwa moja wakaenda hospitali zetu za kibinafsi na za kiserikali ambazo zimeweka mkataba na Taifa Care, Mkenya anapata matibabu yale moja kwa moja. Idadi ya waliojisajili katika bima ya afya ya SHIF imeongezeka kutoka milioni 8 mwaka 2022 hadi milioni 19.7 mwaka 2025. Kwa sababu watu wamejiandikisha, lakini unakuta ya kwamba watu wengi wanalalamika ya kwamba licha ya kuwa umejiandikisha, licha ya kuwa umelipa pesa kiwango ambao walikuwa umetaja katika mwezi ama katika nini, lakini mtu akienda hapati matibabu mazuri. Ingawa bado kuna vikwazo na changamoto si haba, mafanikio ya Kenya Kwanza yanatoa msingi thabiti wa maendeleo endelevu na hali bora tarajiwa ya maisha kwa Wakenya. Affordable housing ziko zaidi ya kaunti 36 hapa nchini. Nyingine zimejengwa, zimekamilika, zingine zinaendelea kujengwa, zingine zinaanza sasa. Na sio kujenga nyumba peke yake.
faida ya affordable housing kwa Wakenya, hasa kwa vijana. Tumetoa nafasi za ajira za zaidi ya 100,000. Si kwa vijana tu, zile ni familia ambayo wanapata fedha kupitia mishahara yao waweze kujikimu kimaisha. Mike Kagwango, TV47, Nairobi.